Cosmas Ignas Bongo, mkurugenzi mtendaji wa Msasa Gold Mine. Tumekuja hapa kukagua jengo. Tuliamua kujenga hili jengo kwa ajili ya watu wa kijiji hichi kupata matumizi, kuwasaidia kwa sababu tumepata riziki katika eneo lao, tukaamua kuwajengea zahanati ili wapate huduma. Na tupo tunapambana kuhakikisha nia yetu ni kulijenga hili jengo mpaka tulimalize, tulikabidhi kwao ili wapate huduma ya afya bora. Kilichotusukuma ni wingi wa watu na kukosa huduma ya afya, ndio maana tukaamua kupambana na hilo jambo kwa haraka. Sisi malengo yetu ni kuhakikisha tunalijenga jengo mpaka kulimaliza na kukabidhi serikali likiwa jengo limekamilika. Wabaki wao kwa ajili ya kuleta vifaa na wahudumu. Yaani kimaanisha madaktari, wahudumu watahudumia watu wote. Yaani sisi tulikabidhi jengo limekamilika na ndio target yetu. Kweli tumejipanga kuhakikisha tunapoondoka Msasa tuache alama nyingi zitazokuwepo, na tunapambana kushirikiana na viongozi wa eneo husika kwa changamoto yote inayotokea tunachangia. Jina naitwa Beatrice Nemia, ni mtendaji wa kata Runzewe Magharibi. Napenda kuchukua fursa hii kuweza kuwashukuru wamiliki wa leseni ya Msasa Gold Mine. Na pia napenda kuzungumzia upande wa zahanati ya kijiji cha Msasa. Wakurugenzi wa leseni ya Msasa Gold Mine wameweza kutufadhili kuweza kumalizia na kukamilisha jengo hilo. Na kwa upande wa kuendelea kufadhiliwa, sisi kama viongozi tayari tulishawaona viongozi wa leseni kwa ajili ya kuwapelekea mahitaji tofauti waweza kutusaidia, mfano kama miundombinu ikiwemo barabara za katika maeneo yetu ya kijiji cha Msasa na ufadhili wa vitu ambavyo vitakuwa ni vya dharura wanatusapoti. Jengo hili la zahanati ya kijiji cha Msasa, nadhani kwa upande wa kata yetu ya Runzewe Magharibi tulikuwa na changamoto ya kutokuwa na huduma za kijamii upande wa afya. Kata nzima tulikuwa hatuna huduma hiyo. Sasa kwa sababu kupitia mgodi huu wa Msasa Gold Mine wameweza kutufadhili kuweza kukamilisha jengo hili. Kwa hiyo kupitia ufadhili huu tunaamini kwamba wananchi wote wa kijiji cha Msasa wataenda kupata huduma katika maeneo yao husika, tofauti na kipindi cha nyuma walivyokuwa kupata huduma katika kata mbili tofauti. Lakini kuwepo kwa mgodi wa Msasa kwanza imeweza kusaidia hata mapato serikalini yameongezeka, kwa sababu mwanzoni yalikuwa ni madogo sana, lakini sasa hivi yameongezeka. Pia kumekuwa kuna wingi wa watu wengi wanatokea sehemu tofauti, hata nchi za jirani pia wapo. Kwa hiyo niweze kusema uwepo wa mgodi wa Msasa umeleta msaada mkubwa kwenye wilaya ya Bukombe, pia kwenye tarafa ya Siloka. Ukiongezea kwenye kituo cha afya kituo cha afya cha hapa Msasa kitasaidia wananchi wa Msasa, kwa sababu walikuwa wanatembea wanaenda kata ya Uyovu na kata ya Runzewe Mashariki kwa ajili ya huduma za afya, lakini ukiwa na kituo cha afya kwenye eneo lao itakuwa ni rahisi wao kuja kutibiwa. Hata pale inapotokea changamoto ya papo kwa hapo inakuwa ni rahisi wao kufika na kuweza kupatiwa huduma ya afya. Kwa hiyo niwashukuru sana, ila pia wasituchoke, kwa sababu bado kata ya Runzewe Magharibi ina vitu tofauti, ina miradi tofauti ambayo haijakamilika. Kwa sio huu mmoja tu ambao wao watatusaidia, tukiomba na mwingine pia watusaidie kwa ajili ya maendeleo ya kata na pili maendeleo ya tarafa ya Siloka. Naitwa Tulinge Pascali, mwenyekiti wa serikali ya kijiji Msasa. Mimi nimpongeze mkurugenzi wa mgodi kutukushika mkono. Hii zahanati ilianza na nguvu ya wananchi. Tulianzia msingi, tumetoka kwenye msingi tukaenda kwenye tofali, tumetoka kwenye tofali kujenga tukaenda kwenye lenta. Wao support yao wametokea kwenye lenta hadi kumaliza zahanati yetu. Sisi tulikaa na kubuni mbinu ya huduma hii ya zahanati, kwamba wananchi wanahangaika sana kwenda hatua ya mbali kwenda kwenye huduma, lakini na sisi nguvu kazi wananchi tukakubaliana kwa ajili ya nini? Tuchangie pesa kwa ajili ya kujenga zahanati. Kwa majina naitwa Salustia Adam Mgogoro, ni mkazi wa kijiji hiki cha Msasa, pia ni mhudumu wa afya katika kijiji hiki cha Msasa. Hasa watoto wanapougua wakiwa bado wadogo pale usiku, ina maana inakuwa ni changamoto kuwafikisha kwenye huduma. Lakini iwapo zahanati hii ikikamilika, basi nafikiri kina mama watapata huduma karibu na wataweza kuhudhuria kliniki kulingana na serikali inavyoshauri kwamba mama anapohisi kuwa mjamzito anahitajika ahudhurie kliniki mapema.